asifiwe tena. Sitakuwa mrefu sana mbele yenu. Tuenuke sote tukaweze kukaribisha baba yetu. Karibu sana baba. Shamba la vigelegele na makofi na msele. Shamba la vigelegele. Jambo, uko vizuri sana, unapendeza sana. Amen. Wacha tukae kidogo. Wow. Karibuni sana. Nilikuwa ni neno zuri, limejaa uwepo na limejaa ukweli na limejaa baraka. Amina. Yes. Asanteni sana. Mungu amenipatia watumishi wanaotumika na Mungu. Ni furaha sana kwangu. Amina. Hakuna kitu napenda kama mtu anahubiri habari za kweli. Amen. Na tuko na wahubiri wengi hapa. Najua wengine wanainuliwa, tuko na waombezi wengi, wengine wanainuliwa. Tuko na waimbaji wengine wanainuliwa. Amina. Naitwa Ben. Hebu simama watu wamuone bana. Simama. Bwana Yesu asifiwe. Ben sio mtamwona akihubiri. So Mungu akutie nguvu. Karibu. Naweza kaa. Yeah. Wewe una naongea tu mambo yangu. Hiyo siku ndio utajua ukihubiriwa na ukija ukienuka ukimbariki. Amen. Yeah. Roho wa Bwana akitabiri ametabiri. Amen. Mtu mwenyewe akose tu kulizingatia jambo ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Lakini unachokizingatia cha Mungu, Mungu naye anadhihirisha chake. Wacha nisichukue muda mwingi, maana masaa yetu nayo hayakai wala hayasimami. Tunatamani tungeweza kulisimamisha jua, lakini hatuwezi. Natamani tuweze kusimamia majira, kuyasimamisha, lakini hatuwezi. Kwa sababu tujali wakati na tujali masaa. Amen. So Mungu akaweze kuwabariki sana. Kuna watoto wangu wengi, wengine walienda kuzika wachawi, walikufa. Wanasema maombi ya ni Jumapili iliyopita hapa ndipo. Nasema maombi yaliua wachawi sana. So niko na apologize kama watu 15. Walikufa wacha wafe. Mimi sina huruma na mchawi. Hata kama wewe ni mchawi, shauri yako. Kama wewe ni mchawi, maandiko ama wewe ndio itabidi nikuulize vizuri. Mbona wako habari? Unatakikana usaidie wale wengine. Ukipata mahali ambapo pana maombi ya nguvu na Bwana anatenda kazi, hakikisha kwamba Mungu unamwambia, hata mimi nahitaji kuona mkono wako mahali. Amen. Ukishawazika tu hiyo mapepo yao, umewazika na mapepo yao, umemalizana na hiyo kazi, ni baraka. Haleluya. Amen. Sinipeane nafasi moja ya kuenda katika kipindi gani kile? Kipindi gani kile? Kipindi gani kile? Haya. Amen. Ndio hapa ambapo watu wengi Mungu huwaonekania na watu wengi huanguka na watu wengi hubarikiwa. So inadipendi na vile unavyopenda Mungu wako
Amen. Na vile utakavyomtolea, huwa ninasema kuna kutoa kwa aina nyingi. Tuliona ndugu yetu aliyekuwa hapa juzi alitubariki na mbuzi ambayo tutaikula anniversary yetu ya church. Kama ungekuwa umepata harusi sasa hivi, si ningekuongezea mbuzi nyingine. Amen. So hiyo siku ya anniversary mama, kuwe na pilau na kuwe na keki, si ndio? Si ndio? Keki ya kutosha kanisa nzima, si ndio? Si lazima ile keki kwamba mtu akule keki mpaka kitumbo kifure saa hiyo. Ile inaitwa onja keki. Si ndio? So tunaomba tukaweze kumaliza zile zilizobaki michako mingine. Nataka tukimaliza tubaki free kama 1 month, si ndio? Kama mwezi kamoja. Tujipange na anniversary, tufanye anniversary nzuri. Ulisema mtaki wageni, sawa? Wachoyo nyinyi. Kwa nini mnakataa wageni hata kwa mima zenu hamtaki? Amen. So tukafanye ka anniversary kazuri sana, kapilau tamu, si pilau njeri. Nilisikia pilau njeri nikadhani ni mtu anaitwa hivyo, kumbe ni pilau isiyokuwa na nyama. Amen. Sisi hatuli pilau njeri, tunakula pilau manolo. Haleluya. Hizo bahasha unazoziona hapo ni kwamba uweke tithe yako, sadaka yako ya agano lako na Mungu. Kuna sadaka na kuweka agano lako na Mungu, na pia kuna sadaka, tuseme agano ni nadhiri. Kuna sadaka ya shukrani, na pia kuna sadaka ya kuita baraka, kazi, ndoa, kufunguliwa, kukataa maroho mabaya, kukataa manuksi, ikosi, watoto wako wawe na tabia nzuri, mtoto wako ashike masomo. Nategemea na kile ambacho unamtolea Mungu. Ili kama vile mwanangu wa kwanza alivyohubiri kwamba ukiomba ujue unaomba nini. Hata nikimtolea Mungu nijue namtolea Mungu nini. Tunaelewana? Nikasema ya kwamba asubuhi tumekuwa na maombi mazuri. By the way, usinione nimekuwa sana unanikupata sana. Nimetoka hapa maybe ilikuwa saa 5 asubuhi. Kwa tunakuwa na morning glory. Ndio tunailea kwa sababu tuliona katika maono baada ya mwaka huu na mwaka mwingine kanisa litajaa sana. Haleluya. So kuna wale ambao watapenda morning glory before hata kama Mungu anatubariki na mahali pakubwa. Haleluya. Na ndio maana tumeweka kanisa letu kwa mazingira mazuri. Kuna vile mmoja wetu alisema kwamba Mungu akimbariki ataongeza fund. Na tutaleta zile fund za kuchapa upepo. Alafu kuna jifani moja kubwa linauzwa 15,000. Hilo ukiliseti kama pale kwa speaker linabeba kanisa lote. Kama sijui kama mnalijua. Lile kubwa lile jipana likipiga kanisa lote, hata kama kuna mtu ana shida nani hapo inabidi uende na size. Maana hilo linachapa. Amen. Hiyo ndio mawazo tuko nao. Bado roho ya maendeleo na vile kwa uwezo wetu wote na Bwana atatusaidia. So tukasema asubuhi kuna kauli nyingi ambazo watu wako nazo makanisani, kumelelewa hivyo. Haleluya. Kwamba vile mtoto wangu amehubiri na ngoja wakati wa Bwana, hauchukui reaction. Nasema tunangojea wakati wa Bwana. Sasa unaweza ngoja hivyo, kumbe unangojea siku ya Yesu kukuja. Na wewe unasema unangojea wakati wa Bwana kubarikiwa.
lakini unafanya nini ambacho Mungu anaweza kukubariki nacho? Ni nini kinachopaka Mungu asikie kile unaomba? Amen. Yeah. Haleluya. So tukisema tunangojea Bwana, lakini ninafanya jambo, ninaomba, naweza sema nahitaji nifanikiwe zaidi baada ya mwaka huu. Akajua anahitaji kubarikiwa zaidi, na kwa sababu yeye anamtegemea Mungu. Amen. Na naomba tuwe kitu kimoja, hii ni faida kwako na kwa watoto wako. Haleluya. So unapoomba tu kwamba nangojea Bwana, nangojea Bwana, hili neno nangojea Bwana unalibebaje? Usiseme kwamba nangojea Bwana, mwenzako anatoa kwa ajili ya kujiombea, mwenzako anafanya jambo kwa ajili ya kujiombea. Haleluya. Lakini ninangojea Bwana na hakuna kitu chochote tunafanya. Nangojea Bwana natembea, nangojea Bwana nalala, nangojea Bwana naongea na lugha nyingi, nangojea Bwana maombi kuanzia asubuhi mpaka jioni, nangojea Bwana. Nikakwambia kila ombi unaloliomba lihakikishe hilo ombi unaliomba kwa sababu gani. Nikasema msizoee. Unajua tumelelewa makanisa mengine ya itikadi, sijui ni itikadi kali ama ya unasema unaongozwa na Roho mpaka unajisahau kuongozwa na Roho. Unakujua maana ya kuongozwa na Roho? Angalia walioongozwa na Roho. Amen. Waliomba vikatendeka, kwa sababu walivyoongozwa waliweka imani na wakatufanyia kwa bidii. Mungu mwenyewe anakukaja anasema anitafutaye kwa bidii. So unapomtafuta Mungu na malengo yote, unalengwa ile kazi. Kwamba unahitaji faida, unahitaji kufanikiwa, unahitaji kujenga, unahitaji kusonga mbele, unahitaji kuwa na maisha mazuri. Lakini unahitaji kufanikiwa, lakini sina mbili. Wacha nikutangulize Mungu. Haleluya. Lakini kwa akili zangu nimeweka agenda fulani. Mungu hawezi kubariki mtu asiyekuwa na ndoto ama asiyekuwa na maono. Haji kwa mtu asiyekuwa na maono. Ni kwa akili yako unaviona, lakini mwanadamu wa kawaida havioni. Sasa ninaposema na ngoja wakati wa Bwana kwa hili, Mungu anajua unaliombea hili. Umenielewa? Sasa wewe nenda maomba nabii. Hata wengine walisema wakati wa Bwana wa 9 tarehe 20 ngapi? 20 ngapi? Sasa tuko tingapi? Manabii walisema hivi, na nataka wajitokeze sasa waongee tena kwa mitandao. Waseme Yesu alitupatia kalenda mbaya. Amen. Waongee kwamba Yesu alitupatia kalenda hakuja. Haleluya. Usidanganyike wanangu. Fuateni maandiko yanavyosema kwamba hakuna ajuaye saa wala siku. Hiyo siku mwanangu hautauliza kwani hii ni siku ya mwisho. Ishara utakazoziona, utaacha pikipiki, utaacha gari, utatwanga mbio. Kila mara utakapoingia hata nyumba nayo inatembea. Mlima wenyewe utangoka. Unasema usijipite kwako, pambana na hali yako. Atumekaa hapa na huyu na mwenzako hayuko. Haya, ameenda wapi? Hiyo ndio maajabu. Siku za mwisho achana nazo. Zitamani ukiwa matendo yako umeyakamilisha vizuri na Mungu wako. Nikasema katika kanisa lako umehubiria watu, pokea gari, pokea ndoa, naona kesho ukijenga. Ni Mungu amesema. Sasa saa hii mimi tena nimesema dunia inaisha.
Isipoisha nikija nikitamka kitu kingine kwako praise, utaniamini? Nimeharibu nini? CV yangu kwa kutamka mambo ya nisiyoyajua. Alafu tena huyo mtu huyo anasema anaongozwa na nani? Roho wa upofu. Watu wana mizimu yao, watu wana Mungu yao, wananenewa na miungu yao, na wewe nao unaamini. Kitu ambacho unafaa jitayarishe kama unangojea Bwana, rekebisha matendo yako. Haleluya. Kuna mwimbaji alisema siku ya kiyama nikifika. Sijui vizuri. Nasema siku hiyo utakuwa wapi? So, cha muhimu sana ni kurekebisha matendo yako. Tena na vikao visivyo na maana. Focus kwa imani yako. Mimi kitu cha muhimu huwa nasema kwa maisha yako, usijishughulishe mambo ya wengine. Usipoangalia boma lako vizuri na usipojiangalia vizuri, utaharibikiwa wewe na boma lako. Lakini ukilitunza boma lako, marafiki watakukimbia. Watu nao wanaokusifia na wanaokupenda watakuacha. Lakini kuna mtu anaitwa mzazi wako, hata kama atakuacha bado atakukumbuka. Watoto wako bado watakukumbuka. Lakini hao wengine watakusahau forever. Sasa ukitaka Mungu aheshimike kwako, amen, unakuwa makini sana. Na nikaja nikasema kitu kimoja. Usifikiri vile unasema na mngojea Bwana ubarikiwe, usifikiri shetani ataachana na wewe. Unajua afadhali pastor uhubiri injili ya kweli. Siku moja nikaja nikasema Mungu anaweza kukupatia huduma ama Mkristo ama mwokovu ama mlokole ama wewe ambao unampenda Yesu sana. Kuna vitu vingapi? Vingapi? Katika hizi vitu vitatu nataka unisikilize. Mungu anaweza kukubariki na pesa. Sawa. Haleluya. Hasikii hata kuliko wewe. Sasa umepewa pesa, umepewa amani, lakini kuna mtoto hasikii. Sawa? Nyingine cha nne na kuongezea. Mtoto ni mzuri, bwana ni mzuri ama bibi ni mzuri na uko na kazi, lakini afya yako haiko. Sinipigie makofi. Uniulize ni kwa nini vitu hivi unapatana navyo na umeokoka? Kwa sababu Mungu hakutaka urelax. Anataka umwi. Maana ukijisahau shetani atakumaliza kabisa. Haleluya. Unapata mtoto wa pasta asikii. Haleluya. Yaani mradi uende mbele za Mungu unalia, Mungu unakuita ndoa yako jamani. Mungu anasema hapo hapo. Haleluya. Amen. Mungu anatafuta kwa machozi. Ukirelax utakuta hapo mashetani wamejiandaa kwa hiyo nyumba. Wanacheza msego. Wanacheza sengenja. Haleluya. Lakini kama kuna kitu hakipo sawa pale nyumbani, wewe utakuwa moto saa yote. Tamuita Mungu si mchezo. Tamuita Bwana. Baba, kama ulinibariki, ukanipatia ndoa ya amani. Ninajua hata mtoto wangu hivyo ndivyo Mungu anafurahi sana. Haleluya. Kama umenipa utajiri, hata afya yangu utaitengeneza. Hiyo ndivyo Mungu anavyotaka tusikilize. Bwana awe mzuri. Unaweza pata bibi kisunzi
Ukawa ukitoka kufunga unafunga tena. Yaani mpaka watu watakapokuona unasema, "Kwani imekwaje?" Uambie wewe ni neema. Amen. By the way, wacha nijiweke vizuri. Wacha niseme kitu kimoja. Sometimes sisi watu tunalaumu wanawake sana. Wanaume watu tunalaumu wanawake sana. Lakini mwanamke sometimes ako na right zake. Lakini alipatana na ngulusumu. Kitu cha kwanza si muelewa na haoni kama kuna mapenzi ya kweli kwa mke wake. By the way, wacha nitetee mwanamke mmoja ambaye ako na tabia nzuri. Sijui kama ni wewe ama ni mwingine. Unaona mwanamke, Biblia ilisema ukae naye kwa akili, kwa sababu gani? Ni chombo kingine dhaifu sana, kisichotaka kukosewa, na ukikosea lazima ukieleze na ujue kuomba msamaha. Usipojieleza na kuomba msamaha, hata kama yeye hatanyamaza, katika roho yake kuna hiyo kitu, kuna duku. Siku utakapokosana naye atafungua yote, ndio utajua kama huyu mtu ulikuwa unaishi naye, kama angetaka kukuua amekuua. Lakini aliyanyamazia na akakuelewa. Wako wanawake wabaya na wako wanawake wazuri, so tusichanganye wote. Haleluya. Na asilimia kubwa yule mzuri hubadilishwa kwa mbaya baada ya kuona matendo ya yule bwana aliyomfanyia. Ni sawa, wewe hutaki mke awe na mambo mengine ya nje, na wewe umejiekaje kwake yeye? Hawakuumbiwa hivyo kwamba wakae na wanaume wengine, lakini umembebaje hata ajihisi kwamba mimi niko na uhuru na mume wangu? Kwa sababu wanawake wengi unafika wakati hataki siri, anataka umfungue. Akitembea na wewe ni fahari kwako, akiwa huru na vitu vyako, kwa mfano simu yako, ni fahari kwako. Hata anaweza kuacha simu yako akacheza na game yako. Message ikiingia akiangalia akiona ni ya Safaricom. Okay. Message ikiingia aisemekani ya pesa. Na kama ana imani, kwanza anachunguza, anasema, anakwambia kuna message ya pesa. Hautawahi kumpata mke wako akitongozwa nje akakubali. Lakini mnaruhusu nyinyi. Hello. So hawa watu wanatakana waishi na watu vizuri. Ni kweli mama? Hii mna nguvu sana. Hamuna nguvu za kununua vitanda, lakini sasa wewe umecheka, mimi sijamaliza. Lakini za kuinua chumvi unazo. Sasa wewe ulikuwa unaona ni nini? Amen. So wacha nikutetee mwanamke mrembo mzuri. Ukitaka kuishi na ndoa yako vizuri, ukitaka kujua kuna wanawake wazuri, upe nafasi wakati anakushauri jambo. Na ndoa si kwamba awe kichwa, lakini saa zingine akikuita akikwambia, mume wangu unaonaje hapa, nifikirie vizuri. Kwa sababu yeye hataki aibu na ufikiria kesho tutakuwa wapi. Ole wako upate mwanamke asiyefikiria kesho. Lakini ukipata mwanamke anayefikiria kesho, usikilize sana. Amen.
Maana hata wale wanaowashauri katika mitandao, ukiuliza mama yake pia alivumilia sana kuliko ile aliyekushauri katika mitandao. Lakini ukweli ni useme, hao watu wana mioyo, na wakiumia wanaongea, hawaongei yote, wanaongea nusu wakati ulipokuwa kali. Lakini ukimpa nafasi ya kuongea yote, atachafisha roho yake na atakupigia vizuri na utakaa naye vizuri. Kitu kingine, kuwa mwazi kwake, kuwa mwaminifu. Amen. Lakini ukimwambia nakupenda na upendo haoni, anasema niko tu, lakini sioni kama kile kinachoambiwa ni cha kweli. So wanawake wamekuwa wakidhulumiwa kwa sababu hata mahali popote wanapokaa wanaonekana waongo, lakini wana ukweli, ijapo yeye saa zingine hataki kuaibisha mtu wake. Haleluya. Na wamebeba siri nyingi sana. Wanawake, Mungu awabariki, lakini ombi lako litajibiwa kwa wakati wa Bwana. Lakini si ni kweli mwanamke? Si ni kweli? Wewe uendi na chuki mahali, lakini chuki utaenda kuipata kule. Mara kwanza mlipopendana ulikubali kila kitu, lakini utaenda kuona vitu vingine vimebadilika. Amen. Kitu nakwambia, kama mume wako anakupenda, sijui kina nani wakupendi, achana na wao. Kazania upendo kwa ajili ya malengo ya kesho. Usikia mwanangu, wewe pia naona nafasi yako. Maana si vizuri kuwa wanawake wengi wakose makao, na wao ndio wamezaa wafalme, wao ndio wamezaa marais, na hata wewe unapoongea umezaliwa na mwanamke. Na wanabeba majukumu mengi ya kuzaa, wanateseka wakiwa na mimba. Chungu wote ni wao. Akidai haki yake anaonekana mwanamke mbaya. Haipendezi, lakini kwa kanisa langu si vibaya, lakini kwa kanisa langu nitawatetea. Mume wako akufahamu na akupe heshima kama wale wanawake wengine walioheshimu wake zao na walioheshimu waume zao katika maandiko. Na ukiona hivyo, maisha yenu yatakuwa mazuri. Hata majaribu yakija katika nyumba, kwa sababu nyote mmesimama kitu kimoja, shetani huwa hapati nguvu. Amen. Umepatikana na mtu ambaye haikuwa bahati yako. Unajua kuna tofauti ya ubavu na bahati. Ubavu hakuachi hata ukikosana. Bahati saa zingine huisha. Amen. Maana kuna watu wengine mnapatana kwa bahati, na wewe nao una more ya mwili. Sasa bahati inakuja kuwa bahatisha. Amen. Lakini ubavu hamwachani hata mwe vipi. Mimi nakwambia, Adamu wakati nyama ya ubavu wake imeondolewa, hata kama liko sana na Hawa waliambatana. Amen. Lakini bahati huisha. Haleluya. Vinaitwa bahati na siku. Ni kama mchezo wa game. Ni kama hata wewe mwenyewe unakaa kwa ndoa, sasa hujui kama nitakufa naye ama una bet.
lakini akija ubavu wako, hata mkikosana utarekebishana. Amen. Peaneni nafasi kwa wake zenu, utaona mafanikio katika maisha yako. Mwanamke ni kiumbe kingine kizuri, lakini wasiige tabia. Niliwaambia jana, usiige tabia za Hawa. Tabia za Hawa ni hizi. Mara ya kwanza aliyeumbwa ni mwanaume. Alikuwa anaishi wapi? Mara ya kwanza Mungu aliumba nani kati ya mwanamke na mwanaume? Alikuwa anaishi wapi? Alikuwa anaelewana na nani? Alipopewa Hawa ikakuwaje? Ikaumana. Sawa. Sasa ni hivi, nimekwambia usiige tabia za Hawa. Na ndio maana Hawa hakutajwa sana katika maandiko bali mwanzo, lakini Sara alitajwa sana kwa sababu ya tabia zake njema pamoja na mume wake. Sawa? Sara alikuja kadanganyika. Na Hawa alikuja kadanganyika na familia yake na watu wa kwao. Sawa? Ukiingia usikosanishe. Maana kitu cha kwanza kitakacholaomewa utaambiwa ni kwa sababu ya yule mwanamke aliyempata ndo amebadilika. Sawa? Sasa unatakikana wewe uzindishe, unamsukuma huyo bwana ajulie hali watu wa nyumbani. Haleluya. Na saa zingine umwambie nipe pesa nikuwekee twende nyumbani. Haleluya. Kwa sababu Adamu alipokuwa anaishi na Mungu vizuri, alipolishwa lile tunda akatoka kwa makosa, akasema ni huyu uliyeniletea. Sasa usiende mahali ukaenda kuwa kikwazo, nenda ukawe baraka. Sawa? Mahali popote mnapoenda. Sasa hii mwezi wa 10 ama 11 ikiangalia kwa diary yangu, tunaenda kutoa mahari Ukambani. Haleluya. Wacha wazidi wao. Mimi kwambia watu waoane. Na kitu kingine. Amen. Nataka nikwambia harusi huwa ni mwembe. Unanielewa? Lakini harusi nzuri ni ile ya kuunganishwa wewe na mtumishi wako, hapo muendelee na maisha. Zile zingine mbwembwe si lazima, lakini ukitaka, kwa sababu unataka ufahari na masifa, it's okay. Unanielewa wanangu? Lakini ukiolewa, kama wewe una nafasi na Bwana naye ana nafasi, yaani usikuje kututokesha kanisani, sawa? Mimi nitangangana pale mahali ninaweza. Ni sawa? Afadhali niambie nisaidie nikalipe mahali ule ukae na nyumba yako. Sawa? Hiyo nitakusaidia. Na huyo bibi nitakayeenda kutoa pesa yangu asiwe na kinyoriro. Haleluya. Amen. So harusi ni nzuri sana. Hata Yesu alienda harusini. Sawa? Alikwenda. Lakini harusi ile nzuri zaidi ni ile iliyo ndani ya roho. Sio pete. Sawa? Unasikia? Sio pete. Pete ya kweli ni ile sionekana na mwanadamu. Ile haichakai, haikutengenezwa na mwanadamu, bali ni ya Mungu mwenyewe. Unaelewana? Kwa hivyo usijali mtu wa Mungu kama watu watakuchukuliaje wakati umepatana na mwenzako na hana uwezo wa harusi, ukasema sijui kanisani itachukuliwaje. Watu wakuchukulia ukiwa na mimba,
watu wakuchukulia ukiwa unaendelea vizuri, watu wakuchukulia ukiwa na maduka zako, na yeye amefanya harusi na anateseka. Anakula papa umeme wa 10 watu 70. Alifanya harusi kubwa, ushamba. Siku hizi si kama vile mambo ya zamani. Unapima maji na unga. Ukijua hii pesa inaweza fungua kwa biashara, wacha niende kwa bishop. Wacha niende kanisani. Niombewe. Siku nyingine Mungu akinibariki, ile siku hiyo ambayo itakuwa nimeoa hiyo, nitaikumbuka kama kumbukumbu yangu ya anniversary. Nitafanya harusi yangu kama mambo ya kuwekwa vizuri, tumejipanga vizuri. Wewe mwenyewe kupeleka saluni ni shida. Nataka kanisa likupelekee saluni. Hakuna kitu nasimamia. Baba ukikosana na bibi yako anakuambia, "Wewe ulisimamia nini kwa harusi?" Wewe ni aibu. Wanaona wanahesabu. Wakisikia mtu amejitolea anaweka kwa rekodi hiyo. Atajiuliza, mume wangu alijitolea nini? Kauli la kukodisha. Wacha ni wa kukopa. Ina haja gani mwanangu? Olewa mwanze maisha na muendelee. Si sawa? Tuletee wajukuu hapa. Tuletee hata kuna mwingine alizaliwa jana. Kuna mahali kuna nyumba alisema hiyo nyumba haijawahi zaliwa mtoto. Mtu akiwa na mimba hapo anakufa ama sahi. Nadhani si ndio sana? Amezaa mtoto gani? Msichana. Unaona wasichana wanaongezeka. Amen. Yes. Wewe Zuba nakuja kukutana na Haleluya. Amen. Wacha tuende katika sadaka. Sasa ukitoa sadaka yako, ninenee. Naitoa nifunguliwe. Naitoa nipone. Naitoa nibarikiwe. Naitoa unionekanie Bwana. Naitoa nipate kazi. Naitoa watoto wangu waolewe, ama mimi niolewe, ama nioe, ama huduma yangu ipanuke. Amen. Na mambo mengine. Haleluya. Na itakuwa vizuri sana. Unajua mimi huwa napenda kujiweka wazi siku zote. Kienda nenda na mimi mahali popote unapokwenda. Wacha nikwambie kitu kimoja. Pengine unajiuliza kwa roho yako, kwa nini baba hajaoa? Si ndio? Si ndio? Umeuliza swali zuri. Unapenda Yerusalemu iendelee au unataka ikufe? Sasa niache nikuchagulie mama yako wa kuendesha kanisa. Naona kuwa bibi ya mtumishi, huduma inaanza hapo. Ndio rais, si vifua. Kwa utumishi sikuenda kwa vifua. Ati unaoa matiti. Ati unaoa nye. Ati unaoa urembo. Oa huduma. Oa mtu ambaye amevaa chepeo cha rohoni, akisikia maneno anafunga, anaomba, si anasikia maneno ya mtumishi, analala. Ukilala kanisani anaenda nyumbani. Anakwambia mimi nimeshindwa. Ndio unajua bibi ya mtumishi akiwa na mdomo na akiongea vibaya kwa shirika. Pia. Na wewe wewe huwezi nisuluhisha vile mimi niliandika. Haleluya. Yeah. Na by the way, kama ukijua wakati kabla sijafungwa ilikuwa nimefanya ukware wa ujana. Nilikuwa na bibi vile. Wajua kanisa lako funguka kwa mwazi. Washirika wa kuelewa. Bibi ya kwanza
aliolewa na Mbaluya. Lakini alikuwa right, maana mtu amefungwa kukata kichwa, unamweka uje ulewe na yeye, akikuwa amekufa. Haleluya. Si ninaongea ukweli? Yeah. Hata kama atakuwa mshirika wangu hapa hana makosa. Hata Mungu huenda akamzungusha akamleta. Na kaja akahubiriwa na aliyekuwa bwana yake. Hana makosa. Bana nilitoka hakujua, hata alipotoka alitaka kunirudia. Nikamwambia hapana, umeolewa. Hamjui mambo yangu nyinyi, mnafanya kusikia tu huko nje. Wewe hata ni mbea. Unaona vile nataka nyingine. Haleluya. Yeah. Kwa sababu lilikuwa limefungwa kufa. Na nilipotoka sasa huduma, amen, nikawaza kihuduma. Unaelewa? Unawaza nini? Kihuduma. Na ukiwaza kihuduma, nenda kihuduma, oa kihuduma, fanya vitu kitakatifu ili kanisa liheshimike na watoto wako wakuheshimu. Umeelewa? Sasa usifikirie sana, ujue tu mambo ni haya. Hebu mtu asiongee tu mbaya asio ujua. Natamani nikupatie huduma kama utafikiria mambo ya bibi sasa hivi. Hata wewe mwenyewe unategemea nikuombee. Alafu umeniruhusu nimeoa kichaka. Baba niombee, simu inapokonya kwa sikio. Lazima tufanye mapenzi, sasa zote tu ni masimu. Haleluya. Sasa mimi nawaambia ukweli. Kuna mapasta wameangushwa na wake zao. Kuna makanisa yamekufa. Mimi unafikiri hii jamii ni mahali Mungu amenitoa gerezani nije jikufe kwa sababu ya matiti? Waenda wewe. Haiwezekani. Wewe hata nikuheshimu Mungu wewe. Wewe nikicheza nitakufa mwanangu, utakuja lia kwa kaburi yako kwa sababu ya baba ungenijua usingeoa. Sasa hiyo nimekufa. Bora nataka kunioza mtu ambaye akaenda kipimo anaonekana nafaa akae potilizi kwanza baada ya miezi 6. Musa alimwendea wakati wa Bwana. Hivi unaelewa Petro alipokuwa komanda ama mrejeshi mkubwa na alipookoka, Biblia alikuwa amejua anapenda pesa za watu kuhonga. Na alipookoka akajua ya kwamba mimi nitakula haki. Na unajua walikosana na mke wake, hata Paulo alikufa bila bibi. Wangapi wanajua hiyo? Paulo alikufa bila bibi. Hamjui kwa sababu hamtaki kusoma na mnapenda mwili. Lakini siku njema watu ukufe bila kuolewa ama kuoa. Wewe olewa. Yesu anasema wewe. Sitaki kukosa mbingu kwa sababu hata unaulizwa kule unasema kwa nini huja sasa? Basi huna ndugu wewe. Wewe umekataa. Amen. Mimi si kama sitaoa, nitaoa lakini si hivi. Si hivi. Sio kuna keke wanapita hapa kule pale Jerusalem bwana. Wanapita na hiyo njia. Alikuwa powerful lakini wewe alipopata kanda aliisha kabisa. Wewe twende sisi tukaonekana na wao. Amen. Yes, lakini kama ningekuwa mtu wa kawaida kama wengine hawa sikufichi, kama ningekuwa kina Samuel hawa wanaokaa na nini, ningekuwa nimeoa kitambo. Lakini kuna vitu vingine Biblia inasema
Umetufunga. Tena unaitwa baba alafu uwaolee kichaa. Watoto wote uliowazaa hakuna hata mmoja tena, umerudi kwa tatu. Mmoja ameenda. Kila mtu anamuogopa. Hamjui nyinyi wanangu, lakini hamjui. Mimi nakutana na mapasta nakwambia, wakikusumulia wanalia kwa mimi nahubiri sasa hivi na tena nikifika nyumbani nimebaka. Wako na shida. Kwani siku hizi wabibi wanajifundisha karate? Kumbe ni wamemaka kwa sababu ya kukwenda kukoseshwa amani. Kwa nini mapasta wanakufa na pressure? Sio washirika. Shirika sugu. Ndio maana siku hizi watu wanapelekwa shule, mapasta siku hizi wanaenda shule ya kufundishwa jinsi ya kudili na mambo kama haya. Hata nilikuwa na hiyo karatasi lakini nimeacha nyumbani. Nimwambia usinipatie sasa hivi sijaona. Lakini akasema kaa nayo ni hakika. Naweza patikana na huyo pia. Mwambia hapana usiniombee hivyo. Haleluya. Amen. Kuna watu hata juzi hapa KIT kulikuwa na mkutano kwa ajili ya ndoa za wachungaji, mabibi ya wachungaji. Yaani acha tu. Sijui hata nikueleze vipi. Nakuta kachungaji ako na tumbo lakini ni ugonjwa. Kengine kamekonda kumbe kameisha na kamemalizwa. Na wakifika hapo, ushawahi kuona bibi anahubiri vizuri na anasema unaona huyu nampenda sana, na kifika nyumbani anasema mimi nimeongea bali tu kusaka hivi. Yaani utamwona Bwana ameaminamisha kitu yanatoka na machozi. Kama angelikuwa yale anayosema ni ya kweli Mungu. So sometimes sio mapasta unawaona wanaomba mpaka anajawa na roho na machozi, kumbe analia kwa nyumba yake kumetoka. Wewe unaona anajawa na roho, nasema baba amejazwa. Fika nyumbani alafu bibi anamwambia nimesikia hiyo mambo yote ulikuwa unayaomba, unalia nini? Kujifanya tu mbele za watu. Angekuwa wanajua hao washirika wako vile huko wewe. Siku moja pale nitakuja kuandika kitu moja. Baba pasta anaishi na hofu hivi. Tafadhali usiongee. Na ukisije ukaribu bana natetea ile huduma. Bana nawaambia nipeni chance. Usioe baba. Nipeni chance. Sawa? Nipeni. Wacha kama Mungu atanibariki kwa father, lakini sitaki mafadha hapa. Lakini ndani sitakuwa father. Sijaona hiyo huko mbele, naona mambo mengine. Huko mbele naona mambo mengine. Sasa usikae mahali ati ukawa na kuongozwa na roho wa upotofu. Huwa mnasema kwamba kwa mfano useme baba akioa tu na sisi tutakuwa tumefunguliwa. Kwani mimi ndo nakufungua? Wachana na hiyo kitu wewe, hata wewe kwanza hujaokoka, hata hujui maana ya Yesu ni nini. Wewe kwanza hata umekuja hapa bahati mbaya, hata umeletwa na Mungu. Lakini sisi kanisani kwetu tuko open. Tuko fully mataya. Amen. Napenda wanangu sana. Ujui vile nakupenda wewe. Sasa sisikie nakupenda unaanza kufikiria mambo mengine. Nimesema nakupenda wewe. Nakupenda sana. Unafikiri kuletwa na Mungu hapa ni kitu rahisi? Labda wewe unajileta mwenyewe. Ukiletwa na Mungu mahali kukuongoza, Mungu hajawahi kukosea kukuleta mahali palipo sawa. Sasa ni wewe mwenyewe uanze kujitabia mbaya. Ukose kile ambacho kilikuleta hapa. Lakini ukiongozwa na Mungu kufika mahali,
Fanya kile ambacho tumekiendea, utabarikiwa sana. Na wewe ni mtoto wangu wa maana sana. Wacha nikwambie siri moja. Unajua hivi ninaringa huko nje kwa sababu yako. Unajua hivi huko nje naambiwa mimi ni tajiri kwa sababu yako. By the way, naambiwa ni tajiri. Unajua one day kuna watu sisi ni watu wa South. Tukifika town sisi ni watu wa South. Sasa kulikuwa na mapasta wote wa Mombasa. Tumekusanyika. Wewe kutakuwa na rally ya mapasta. Na then niliposti kwa group. Kama kutakuwa na viongozi watahitaji kufika pamoja na sisi itakuwa vizuri. Kutakuwa na rally ya pasta ya kuombea mji. Tutaanzia pale KG, tuvuke twende town, twende pake Lebanon, tukutane na mapasta wengine, tuzunguke tukuje pake Mapembe ya Ndovu, ndo ni mwisho. Tutakuwa tunavaa t-shirt za white. Nadhani kuanzia next week utaniona nayo hiyo t-shirt. Wameambia mapasta, lakini wamesema kama kutakuwa na viongozi wamenitaka vizuri niwaambie. So hiyo kitu nimekumbuka mapema. So tutakuwa kwa hiyo rally. Sasa tulikuwa tuko kwa hiyo meeting. Wakasema ni nani anaweza kusimamia chai ya watumishi wote wa hapa wa county. Wacha tuanze na South. Nikangojea mkono. Nikaona kuliko ya Bige Likoni na mimi nahubiri kule, nikaunyanyua. Amen. Watu wanataka kuuliza, kwani vipi? Nani kama mdogo tu. Unajua anaitwa Consolata. Kusalimia. Kusalimia. Baba, asante. Unampenda sana. Haleluya. Unaona mimi nimezaa. Sasa niliponyanyua mkono, amen. Unajua hata ya pale si mchezo. Around 2015. Sasa kuna pastor mwingine anaitwa Pastor Paul Waura. Ni bishop. Akasema inamaanisha Likoni yote huyu ndio bosi wao. Usijidai, lakini nimekwambia, unajua watu wanapokuangalia ukicheza, ukihubiri Jerusalem. Sasa unajua sifa zinaenda kwa washirika, kwamba huyu amesimama vizuri na washirika wao. Amen. Inawawakilisha kule, ni mnaonekana wa madosi, mkiangaliwa kwa mitandao, kanisa lenu likibosi. Amen. Basi zilibebedika sifa kocho. Mpaka wengine wakanuna. Wengine wanakupatia asante sana, umetuokolea, umetuzibia, lakini hiyo inajua hiyo asante yao sio nzuri. Mimi mjanja. Mimi kuna asante zingine sisipokei. Nasema kama ni roho unaumia ikurudie. Kwa ndani. Siku jifungo, unajua kuna baraka yake ya kulisha watumishi wa Mungu. Unajua kule wanakula vizuri. Kuna sausage, kuna manduma, mikate. Nataka watu kitoa kule watu zinachukuliwa zinawekwa pale, lakini sasa kuna mtu akijitolea imesevu sana. Tofauti na ile ya kufanya kubano. Ile ni mikate na chai peke yake. Lakini mtu akijitolea anatakana asimamie vizuri. Pia tunaonekana matajiri Jerusalem. Mimi nakwambia ukweli.
Najua hamuniamini nyinyi. Tunaonekana matajiri. Unaona wale mapasta sasa zingine unaniona nao hapa. Wananiona bosi. Aya. Sema angalia, unajua wanasema angalia vile wanavaa. Huja mpaka unaona unasaidiana. Fungua kwa wapi? Wengine nikiwapatia hiyo namba ya fundo akifika huko akiambiwa bei. Sisi zangu za mlango. Sisi tumepata kibali tunashonewa bure. Saa zingine tunajishonea wenyewe, saa zingine tunatoa design wenyewe. Saa zingine hata wasisemi nataka design gani. Naenda kupata nguo yako hii. Nakaa jimkeka, si jimkeka. Jidude si jidude. Bila baba. Sina shida, ile mradi tu nilimwambia hiyo nguo ya pasta. Ndio mimi ni muwazi. Mimi sina shida. So, wacha niwaambie ukweli. Nyinyi mnaonekana matajiri sana. Ukisemekana unaabudu Yerusalemu, yaani wewe ni tajiri. Unaangalia hiyo kanisa mliojenga, mna umoja, una upendo. Ndio maana nakwambia nakupenda wewe. Sasa kosa lingine ni kwambia hivyo uingie kiburi. Useme ninatoka. Unakwambia utafanya tubarikiwe sana. Unajua kuna watu wakitoka kanisani pastor anapiga makofi. Na kuna watu wakitoka kanisani pastor anajiuliza why. Haleluya. Sasa wewe utajihesabu kwa why ama watu watashangilia. Hiyo ndio kuweka hadi ili usijue kama ni wewe ama sio wewe. Amen. So, usifanye kitu kwa kutaka kufaidisha wengine. Fanya kitu kwa ajili ya kwamba wewe na Mungu wako ni kitu kimoja. Naelewana wanangu? Na Mungu atakubariki. Wacha sasa tushukuru kwa muda kidogo tumtolee Bwana. Wakati mwingine nisipokupenda wewe nikapende nani? Mtoto wako anajiuliza hivyo. Kuna mama anajiuliza hivyo. Kuna kijana anajiuliza hivyo. Nisipokutolea Mungu nikatolee nani? Wenzangu wakitolea mizimu na miungu yao. Mimi ninakutolea wewe Mungu ninayekupenda. Kwa sababu ninapokutolea wewe ni sawasawa na maisha yangu kuyaweka kwako. Ni sawasawa na kukabidhi nyumba yangu, maisha yangu, kesho yangu. Nafanya hivyo kwa sababu Baba ni amri yako. Na ulisema na ukasema kwa maandiko yako, heri mwenye kutoa kuliko kupokea. Kwa maana heri mwenye kupokezwa na Mungu kuliko na wanadamu. Bwana, ikawe manukato mbele zako. Ninaomba Baba ukatende jambo. Mwambie Mungu alitaka uone. Mwambie Mungu nimechoka na magonjwa. Nimechoka na shida. Nimechoka na kunyanyaswa. Nimechoka na kutumiwa na watu. Nimechoka na kukosewa heshima. Nimechoka kukaa peke yangu. Nimechoka kukaa bila kazi. Nahitaji kuinuka. Mwambie Mungu. Mwambie Mungu haja yako. Mwambie Mungu haja yako. Mwambie tu mzee. Mwambie mama. Mwambie kijana. Mtoto, ongea kwa ajili ya masomo na jamii yako. Ongea juu ya kazi yako. Ongea juu ya watoto wako. Ongea. Mwambie Mungu. Mwambie Mungu kitu. Mwambie hata kama watoto wako mbali. Sadaka inaongea. Sadaka ya Yesu iliongea msalabani. Yako ikaongea. Tunaenda kumtolea Bwana. Imani ya kufunguliwa kwa kile unachoenda kumtolea Bwana. Ombi lako lijibiwe katika jina la Yesu. Jibiwa. Sadaka yako ile. Jibiwa na
Mungu. Jibiwa kwa majira yanayofaa. Jibiwa na Mungu kwa masaa yaliyo mazuri. Jibiwa na Mungu kwa njia zako, kwa maombi yako. Jibiwa mwanangu. Uliyehitaji kuwa na kwako, uliyehitaji kujenga, uliyehitaji kupanuka kimaisha, uliyehitaji kazi, uliyehitaji uponyaji, uliyehitaji kuondoka katika hali ya kumadeni, jibiwa. Akujibu. Mungu akujibu. Mungu akujibu. Katoke kwa hali mbaya, hali ya kunyanyaswa. Ukatoke kwa hali ya kuwekwa roho wasiwasi na wanadamu. Ukatoke kwa hali ya kuonewa. Katika jina la Yesu. Sadaka ikadede. Roho yako ikadede. Sadaka ni roho yako mwanangu. Sadaka ni roho yako. Sababu gani? Mungu wangu unipiganie hapa. Baba unifungue hapa. Baba uniponye hapa. Baba unitendee hapa. Nibariki. Uniondolee vita. Baba uniondolee mateso. Baba uniondolee kudharauliwa. Funguliwe hayo maroho mabaya. Baba yakatoke katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila misukosuko, kila maroho mabaya yote yakatoke. Yesu jibu maombi yangu. Bwana nijibu maombi. Baba nijibu. Baba nijibu. Baba nijibu. Baba nijibu. Niko hapa kwa kanisa lako. Yesu nijibu. Niko hapa niona. Yesu nijibu. Katika jina la Yesu Kristo. Nijibu Bwana. Nijibu Yesu. Nijibu Baba. Uli wakati wangu. Uliwajibu wengine. Nijibu na mimi. Uliwajibu wengine walipokutolea. Nijibu wengine walipoleta sadaka zao madhabahuni. Baba nijibu na mimi. Nijibu na mimi. Nijibu. Inapofika madhabahuni, Bwana Yesu, kama kuna madhabahu mbaya yoyote ya ukoo, ya jamii, ya familia, madhabahu za mababu na za manyanya zimekamata fedha zangu, milango ya fedha imefungika, zimekamata maisha yangu, Baba ninaomba hizo madhabahu ninapokuja Bwana na sadaka yangu mbele zako, kila madhabahu zote Baba zinazonifanya ninakosa kumiliki vitu vizuri, zinazonifanya ninakosa kuwa na amani, kila madhabahu Yesu ninazivunja. Zimefanya maisha yangu yamekuwa ya shida, zimefanya maisha yangu Baba ni ya shida. Madhabahu ninavunja katika jina la Yesu Kristo. Sitatoka mahali hapa nikiwa na madhabahu za ukoo. Sitatoka nikiwa mahali hapa na madhabahu za familia. Sitatoka mahali hapa nikiwa na madhabahu za mababu. Sitatoka mahali hapa nikiwa na madhabahu za manyanya. Sitatoka mahali hapa nikiwa na madhabahu za kuachwa. Sitatoka mahali hapa nikiwa na madhabahu za talaka. Sitatoka mahali hapa nikiwa na madhabahu za mateso. Sitatoka mahali hapa nikiwa na madhabahu za magonjwa. Mababu walidaiwa, manyanya walidaiwa, mababu waliachwa, wengine wakaacha, manyanya waliachwa, watoto hao waliteseka. Sitatoka na hiyo madhabahu. Sitatoka na madhabahu za magonjwa na mapepo na maroho za mila na madesturi, maroho za makaburini na za kushoto, maroho za matengezo, maroho za ukasha, ya kuleuka ndani, ya kulewa kikuyo, ya kuleka wabaluya, ya kulewa waturuma, ya kuwakamba, ya kuwarida, ya kuwachani, ya kuwakisi, ya kuwataita, ya kuwatarua,
Limabozea kila madhabahu uliendoka, watu wa kweli hawafanikiwi, ingawa wameanza kukuandama. Watu wa kweli uliondoka wakiwa wanaachwa, wanaenda wakirudi. Madhabahu hawakuwa wanafanya kazi wanafanikiwa. Pia wao walipanga mipango lakini haikufanikiwa. Unaona kuna vitu vinakuandama polepole tu. Unaona kuna mambo yanaharibika polepole tu. Watu wanakupromise vitu na havikai. Hapana. Unang'ang'ana kwa kazi lakini vitu havifanya. Hapana. Hakuna kurudi nyuma, ni kusonga mbele. Madhabahu za kurejesha watu nyuma, kusomesha watu ni kung'ang'ana. Kuna watu wanakutegemea lakini hawaoni vitu ukiendelea. Ninasema hii madhabahu hizi maagano hizi zilizofunga pesa yako, zilizofunga nyota yako, zilizofunga kesho yako, zilizofunga ndoa yako, zilizofunga vitu vinavyoendelea kabla kutolea mdana. Tunang'ang'ana na hii madhabahu, tunang'ang'ana na hii madhabahu, tunang'ang'ana na hii madhabahu, tunang'ang'ana na hii madhabahu. Madhabahu ya manyoka, madhabahu ya manyoka, madhabahu ya manyoka, manyoka kibana, madhabahu ya bana,
zinasondoka maisha yako, zinakuandama katika kazi, ukifanya kazi, kazi inakuja, ukifanya ukifanya unapokea mikosi na maneno walikonana wakwamba usifanikiwa ukabiashara ukanakuja unafutwa hata kazi haujakosana na bosi wako, kazi unafutwa usimababa 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 mababa 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 kamati ili wakushushe chini. Umejaribu taka kusaidia ile familia yako, lakini mahali unasaidia kumewekwa madhabahu. Mahali unataka kufanya vitu kumewekwa madhabahu. Hata ukijaribu kung'ang'ana unakuta ile kazi yako inakufa. Naongea na mtu ambaye anajaribu kutengeneza nyumbani kwao, anataka aone maisha ya pale yakibadilika, lakini akijaribu vitu vyote vinakwama. Ninasema hiyo ni madhabahu ya kweli. Naongea, nataka ninyamazishe, nataka niwarema, nataka nivunje, nataka nivunje, ulizaliwa hata watu wengine uwajui, roho zao zinakuandama. Afunguliwe, kawekwe huru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Umeharibu hata mifumo yao. Sasa ni wakati wa kwenda kuwafungua wanao, maisha yao yakabadilike. Kilichokuwa kinawakwamisha tumekiharibu, kilichokuwa kinawafunga tunawake. Baba, kawatawale katika jina la Yesu. Wanapoleta zaka zao na dhabihu zao katika madhabahu, Baba, wakainue madhabahu iliyo inayoleta mabaraka na ikaharibu zile madhabahu zingine katika jina la Yesu. Asante Mfalme, Bwana wa majeshi, kwa maana ndivyo ulivyotuongoza na umesikia maombi yetu. Baba, ukawe mwema sasa tunapoenda kukutolea. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo, Bwana tumeomba na kuamini. Beside me, the one again. Hallelujah.
katika jina la Yesu Kristo juu ya maisha yetu. Tuone tukifanikiwa, tuone tukibarikiwa. Asante kwa kuwa Mungu mwaminifu, na najua unaenda kutenda yaliyo mema, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Tutaingia kwa sifa kwa dakika kidogo.